Kuwa anarudia kwa sababu anawarudia. Mnielewa? Anafanyaje? Anawageukia, anawarudia. Hii siku moja msije mkamlaumu maamuzi magumu yakitoka kwake. Atukuze mfano. Kwa hiyo unapokuwa unakumbushwa, hebu jikague. Ukikumbushwa kwa maono, kwa mafundisho hapa, jikague kama mimi hivi kuna kitu gani ambacho bado nakifanya ambacho kimpendezi Mungu, nikiache. Unajikagua, usisikilize alafu na kuacha hapa. Jikague na ujichunguze katika njia zako ambazo unazo. Atukuze mfano. Amesema kwa ujumbe kwamba mwisho wa dunia, amesema muongelewa hapa. Muongelewa mwisho wa dunia. Basi hujasema, amepewa mpaka mwisho wa dunia utakavyokuwa. Akaambia sasa, angalia wanadamu analilia dunia, unaangalia dunia, unalia mambo ya kidunia. Yule sasa dunia akaona kibeti kimechoma ile cha. Dunia yote kalipuka, angalia. Akaambia angalia, ndivyo inavyoenda kuwa mwisho wa dunia. Kwa ameonyeshwa mpaka mwisho wa dunia. Sema hiyo huwa utaongea hapo. Sasa wewe unaona tuna lazima tufike mwisho wa dunia. Na akaambiwa hakuna agano lingine zaidi ya hili. Hili ndio agano la mwisho. Hakuna kizazi kinachokuja kingine. Kama kuna agano lingine litakuja, hili ndio la agano, na ndio lilitabiriwa na Yohana. Atukuze mfano. Na ndio tabiriwa na Yohana ni hili, ni agano la mwisho. Na ndio maana leo Mungu anasema sana kuliko kipindi cha wale. Kile kipindi Mungu akusema sana kama hiki Mungu anasema sana mpaka tunamuona na kwa macho, kwa umbo lake la njiwa akitenda makubwa kwa macho. Anasema sana kwa sababu ni mwisho. Na mtoto wa kwanza wanapewa, wa mwisho huwa anapewa upendeleo, na huwa anapendwa sana na mzazi. Mtoto wa mwisho anaitwa baraka. Kwa hiyo ndio maana kama hili agano la mwisho tunasema sana na Mungu kwa sababu ni mwisho. Hakutakuwa tena agano kwamba kisha hiki kuja lingine, hamna. Mwisho ni namba 7. Mwisho namba ngapi? Mwisho ni namba 7. Na ndio maana ikaandikwa makanisa 7, vitasa 7, milango 7. Makanisa 7 ni kuanzia kanisa la kwanza la Adamu, likaja la Ibrahimu, likaja la Nuhu, likaja la Daudi, likaja la Yesu Kristo, likaja hili, likaja la mitume, likaja hili. Makanisa 7. Yamo maandiko. Yamo humo. Vitasa 7. Makanisa 7, milango 7. Mlango ni kiongozi huyu ambaye atakuletea habari njema za ufalme, za kufikisha katika ufalme. Ndio mlango wa watu wote duniani kupita kwake, wanaenda wanauona uzima wa milele. Na maana ya kupita ndio hivi ninavyofundisha haya maono, mafundisho. Hapo unapitishwa kwenye mlango. Atukuze mfano. Unauona uzima wa milele. Mlango ni 7 tu. Kuanzia mlango wa kwanza aliushika Adamu. Mlango wa pili aliushika Ibrahimu. Mlango wa 3 aliushika Nuhu. Mlango wa 4 aliushika mfalme Daudi. Mlango wa 5 aliushika Yesu Kristo. Mlango wa 4 aliushika mfalme Daudi. Mlango wa 5 aliushika Kristo. Mlango wa 6 alishika mtume aliyeachwa na Yesu. Mlango wa 7 aliushika mfalme Suleiman. Mbona sasa kanisa la kwanza lilishikwa na Adamu, kanisa la pili lilishikwa na Ibrahimu, kanisa la 3 likashikwa na Nuhu, kanisa la 4 likashikwa na mfalme Daudi, kanisa la 5 likashikwa na Yesu Kristo, kanisa la 6 mitume wakashika
Kanisa la 7 ni Mfalme Zumaridi. Hakuna kanisa lingine litakalojitokeza duniani. Na ndio maana utabiri wa Yohana alitabiri kitabu cha Ufunuo na akatabiri mpaka Ufunuo 22. Na ukiangalia kule hakuna utabiri mwingine. Ndio mwingi huu sasa. Utabiri wa Yohana ndio huu. Na ndio maana Mungu leo anajifunua umbo la moto, anajifunua umbo la jua, anajifunua umbo la nini? Leta roho inakuja kwenye mkono. Amen. Sasa hebu tuambizane sasa, kanisa gani duniani hapa ambayo ina Mungu kama huyu Zumaridi? Leta roho inakuja kwenye mkono wa mbili. Mtu analala pale chini. Ipo. Hili ndio la pekee dunia nzima. Hao wanadamu wote lazima wapitie mlango wa Zumaridi duniani kote. Wapitie mlango huu. Sasa uking'ang'ania dhambi utapita lango gani sasa wewe? Na kibichi lazima kiwashwe. Na dhambi umeing'ang'ania. Na kibichi kitawashwa moto teketezwa. Kwa hiyo unapopewa neno unatolewa kwenye hasira ya Mungu. Ili hasira ya Mungu ikija ije mpige shetani peke yake. Wanadamu tunajitahidi kuwatoa kwenye hasira ya Mungu isije kawaangukia. Haleluya. Tunawatoa kupitia mafundisho kama haya, kupitia maonyo, kupitia kumsimamisha ama wewe fanya hivi mbona? Tunajitahidi kwa kila njia kuwatoa kwenye ghadhabu ya Mungu ya milele. Kabla haijafika kwa ghadhabu unatolewa. Ulikula wewe uko hivi, tunajitahidi kukutoako ili hasira ya Mungu ikija duniani ikuache salama. Sasa wanadamu wamebezi mambo ya dunia tu. Anaacha hiki anaona kama vitu anaona kama vile yaani sisi tunampunguzia sisi maisha. Sisi tunaona kama tunabana maisha yake. Gawana maisha na Mungu. Mimi nakwambia, gawana maisha na Mungu. Kwa sababu dunia tunapita tu. Tolemeta. Hata tungetajirikaje? Hata tungemiliki hata tungekimbiliwaje na mataifa, tutakufa. Kwa hapo tunachofanya, tunakufundisha kesho yako unakokwenda kwenye milele. Tunakufundisha unakokwenda kuokoa wanadamu. Ndicho tunachokufuata, tunachokisema hapa. Tunakufundisha unakokwenda kwenye milele na milele ili ufikeko. Pia tunakufundisha jinsi ya kwenda kuwaokoa waliotekwa mateka na nguvu za giza kutoa uchungaji wa kishetani. Haleluya. Kwa hiyo gawana Mungu maisha. Ukiambia gawana Mungu maisha, usibie kwenye gawana hela. Kugawana Mungu maisha, hata kumwabudu unamtii na kuzishika sheria zake, ukijua kwamba kuna siku nitakufa, nitaenda hapo ndio kugawana na Mungu maisha. Sasa sio unajenga duniani tu mbinguni ujenge. Maana utaenda kushika wapi sasa? Umebezi duniani tukipo kodi za nyumba na mbinguni kule ukifa. Sadaka zako ndio zinakufanya upate jengo katika ufalme. Maana unakwenda katika ufalme Zumaridi. Wewe uko ndani ya agano la 7. Kwa hiyo chunga sana sauti za Mungu. Chunga sana hata hizi sauti za Mungu zinazoendelea unazoletewa hapa. Unaletewa hapa, unaletewa chunga. Halafu Mungu akihubiri kwa ghadhabu, huwa kuna kitu kinatokea. Nini Mungu anafuatilia? Ukiona imekuja ibada kali, tegemea kuna kitu. Tegemea kuna mtu lazima anatolewa. Wewe tuangalia hapa, utaona tu. Anaitengeneza Mungu anaitengeneza njia. Na
Nasema mtu amechukuliwa. Sasa wabidi ya Jumatano mpaka na ishara kubwa kama hii hapa. Mwangaliane ndio mjue sasa hapa ni kwenu au mnatembea. Mahubiri makubwa kama hayo kwamba haki tu salama yanasafisha nayo, yanaweka tetemeko, yanafungua mlango, Mungu anavuna. Tegemeeni mavuno hapa, nawaambia. Tutasikia tula mgambo, baba alisema. No, baba yeye sisi sio kwetu. No, mnanyamaza. Kwa nini kwetu? Kwetu, ndio kwetu. Ukiona mahubiri yamekuwa makali kama unajua kuna kitu. Angalia kwa mzee Juli. Angalia kwa mzee Protas. Na wengine tu wengi. Kuna kitu kinatokea pa. Nilisema Jumatano hiyo ilitoka Kibarani. Nikasema ila hapa kuna jambo. Kwanza ile Ijumaa, sipaka mpaka nilitoa machozi hapa. Halafu na Jumatano. Hapa tupite free. Hamna. Hapa mtasikia la mgambo. Ndio baba alisema. Atupe mfano. Unamshukuru Mungu. Ukienda kwa mbingu imeandaliwa, tetemeko limetokea, mlango umetobolewa, Mungu akachukua. Mshukuru mfano. Kwa sababu sio kwetu, dunia hii sio yetu. Fanya yote. Fanya yote ile utakuja fanye utafurati. Utadondoka tu kama embe. Kama embe inatoka juu imeiva. Kunguruki kilikankara. Mwisho hapo wa maisha yako. Huo ndio mwisho wako wa dunia. Sio mpaka usubiri mwisho wa dunia wa kulipuka. Ndio mwisho wako wa nini? Wa dunia. Sasa kama ni base kwenye dunia ndio unaenda kupotea milele. Kwa hiyo wewe unatakiwa ujichunguze. Semina imebakia wiki hii ile tu, na baada ya semina inayokuja Jumatano majuu. Mungu anakuwa ameshakumuta mavumbi yake, ameshaongea, kisha kufundisha, kisha kuelekeza hapo na yeye kutoa sadaka yake. Kwa hiyo tunatakiwa tujue namna ya kutembea. Hata matukio ya Mungu Baba kwa umbo la jua kule Kongo watu wamechemka hivi. Kongo haya matusi tunayarusha. Kongo wamechemka. Ile klipu ya Diana imeangaliwa na watu 200 na kitu. 200 na mbona? Na watu wanaipapoti hujawahi kuona. Kongo wameipokea hii na hawapingi. Wanashangaa. Sasa wewe ndio kinakutokea hapa. Halafu hata wote uchukue. Watu wa Kongo kule wametetemeka. Wanatamata muone zaidi kwa macho hivi. Wametetemeka. Kongo kwa tukio la njua wasema hakika haijawahi kutokea duniani kote. Haijawahi kutokea duniani kote. Ndio hapa. Sasa sisi ambao tunatendewa tunaweza tukaona kawaida kwa sababu tumeshazoea matukio ya Mungu. Kuna watu hawaoni Mungu. Mungu amejificha kwao. Wakiona makubwa kama hayo wanatetemeka. Kwa hata wewe hutakiwi kuzoea. Mambo ni makubwa sana. Hutakiwi. Leo nilikuwa naomba. Nilikuwa mimi sijalala usijali. Weka tu usingizi kidogo. Hata nusu saa mimi sijalala. Na mpaka sasa hivi hapa niko hapa naongea na wewe na sijalala usiku kucha. Kwenye maombi wakati nafanya maombi usiku sasa. Mungu Baba alikuwa design nyingine. Kuomba na njoo. Akaja akatua hapa hivi. Inatengeneza itarushwa. Akaja hapa hivi. Hapa.
nimekaa hivi. Naomba akaja akafanya akakaa hapa. Sasa nikasema kuja niombe kwa sauti kabisa. Nione kama ataondoka. Yaani kama anafanya kusema yupo tu na hapo. Yupo tu. Hatoki. Natoa sauti kabisa labda nimpigie kelele. Nione kama ataenda. Nampigia kelele. Nitaka safari zako baba. Yupo tu. Yaani yupo tu. Anazidi kuzunguka pale pale. Anazidi kuzunguka pale pale. Wakati wa maombi ya kuombea sadaka ya kwenda kule. Ndio alikuja sasa pale. Amekaa nusu saa nzima pale kwenye mgongo. Nusu saa. Niambia baba takasa fahamu zangu. Ananigonga bonga mpaka nikachemka kichwa. Anagonga kichwa vya mdomo wake nifanye kichwa na mgongo ili sehemu zote zikaumia. Anagonga kile ananidonoa hivi. Kwenye kichwa anadona takasa baba fahamu zangu. Anaanza kudonoa kwenye kichwa. Sema hapana kamera. Lakini baadaye sasa kamera haipo nifanyeje? Nikachukua ile simu nikamtupia Elia. Chukua hii. Kwa hiyo Elia alikuja kuchukua mwishoni. Lakini Elia ni ndefu mno. Akachukua kwa simu. Sasa haya mambo yanatukuta sisi hapa. Tuna hatua gani? Je, hatuwezi kukutanishwa? Kama Mungu alisema kabla sijatenda makubwa mimi, nitaanza ishara zangu kubwa kwanza kutenda. Kabla nitazitanguliza, ndipo nitakuja kuwatoa watumishi wangu. Angalia sasa hiyo ishara. Tazama hiyo ishara. Watumishi wa Mungu. Hebu kila mmoja alilie mtumishi wake. Na ililie roho yake imalize kazi salama. Na iende katika ufalme wa Mungu salama. Kila mmoja lilia roho yako salama. Siku Mungu amekuita imani. Ulisi ufalme wa Mungu upokelewe na Mungu kwa zeze na santuri, sio kupokelewa kwa ghadhabu na hasira kwa dhambi zako. Hii dunia mwanangu inapita na mambo yake yote yanapita. Yanapita. Na kama yanapita, kumbe na wewe utapita. Sasa unapita kwa design gani? Unapita ukiwa mzinzi, unapita ukiwa mlevi, unapita ukiwa mwongo, unapita ukiwa tapeli, unapita ukiwa haujaweka msimamo mbele za Mungu. Unapitaje? Ogopa kupita ukiwa vibaya. Furahi kupita ukapokelewa na malaika. Ogopa kutoka vibaya. Na ukipita kamwe hautapewa tena ruhusa kama rudi duniani ukatengeneze. Matengenezo yote yako duniani. Matengenezo yote, toba, neema, ndio maana tunawahubiri duniani. Mwanadamu kiachia mwili umeisha. Hakuna matengenezo tena. Hayapo. Ukishakuwa tu maiti, kuisha habari yako. Kama unisikiliza, okay, umepokea vizuri. Kama itokea huku, yakapitia huku, ukaendeleza na mishe zako duniani, unaendeleza na mishe zako, huni anasema tu. Ngoja niseme. Ila siku kinyamaza kimya, utakumbuka ibada zote za maono. Na itakuwa imetoka, hakuna tena rewind. Kwamba nirudishe duniani zalio pia, nitarekebika. Never hyper. Ever. Umeona? Matengenezo hapo sasa hivi. Unaposikia neno, hapo unatengenezwa. Neno ni Mungu. Hapo
Mungu, naye Mungu alikuwa neno, naye neno ni Mungu mwenyewe. Kwa unapopewa neno, unapewa Mungu, mpokee, akae ndani yako, aingie, abadilishe mfumo wa maisha yako. Haleluya. Na hakuna dhambi mwanadamu anapotenda dhambi. Dhambi ni ufalme wa giza, ni giza ile, ni shetani ndani ya mwanadamu anampelekeza kufanya kitendo kile. Kwa ile ni nguvu. Kwa ili itoke ile nguvu ya dhambi, lazima neno lije lenye nguvu, lenye mamlaka, na mtumishi aliyetumwa na kutokewa. Unapolipokea neno, linakwenda kutoa ile nguvu ya dhambi ndani yako. Sema wewe, acha pombe. Chacha ni neno ndio inakufanya pombe itoke. Neno. Humu ni kwenda walevi wengi mno kanisani. Lakini ni achane. Sikuenda mimi kuambia kukuwatolea bia kwenye mikono yao. Ila neno ilifanya bia waache. Pesi kwa mfano. Neno. Kwa hiyo neno ni tiba. Hata kama na matatizo, kama una imani, hata usipokuja mimi nikuwekee mkono. Neno ni Mungu. Unapopokea Mungu ambaye ni neno, linazaa tiba ndani yako na utakaso mkubwa sana ndani yako. Amen. 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 Kama unaipenda roho yako, isije ikageuka kuwa ukuni. Sikia haya. Sikia. Huyu ni Mungu. Hakuna Mungu hadi dunia nzima. Tafuta. Hakuna mchungaji halali na mpaka sasa yuko hapa anakufundisha, anakuombea kule watu hivi, anawatamkia na waombea. Amechunga tena pale anakuja. Tena usiku tena anaomba tena mpaka asubuhi saa 2, saa 1, anakaa kusikiza tena maombi mpaka saa 2 na kitu. Anaomba na jiandaa, anakuja tena kukaa huku kuhudumia. Nani wewe? Wana wako bize kwa sababu wanajua hawana nguvu ya Mungu, wananibatapeli. Kwa hawawezi kamwe wakapoteza muda mrefu kuchosha mili yao, kwa sababu wanajua hawana Mungu. Hawana Mungu, wanajua wanachokifanya. Hawawezi kama mrefu tatizo mwili wake, yani usiku kucha mchana kutwa wewe anakuhubiri saa moja, nenda na amani ya Bwana, nenda nini? Kwa sababu anajua hana Mungu, hana chochote. Atoka hapo bana, chukua mwanamke mmoja kanisani, ndani ya kanisa na ana wanawake hata 5 6, wote anapumzika nao na kuzaa nao juu na kuwatunza. Hana uchungu na wewe. Lakini mwangalie mfalme Sulemani. Anakupa gombo, yani maana gombo ni neno. Anakupa neno mpaka wewe mwenyewe unatoka kama umekunywa ile pombe. Unaelewa? Neno. Kile unatakiwa ujichunguze ili upate haki yako kutoka kwa Mungu. Amen. Jichunguze. Sio leo tunahubiri, kesho unarudia makosa. Leo tunahubiri, kesho unarudia makosa. Kuna makosa ambayo mwanadamu hawezi kujua kama ni kosa. Mnaelewa? Yapo hayo ambayo hajui mtu kama hili ni kosa. Unaweza roho yako kama ikaanza kidogo. Yaani vipo vile vya Mungu. Umeona? Unaweza kukwazika kwenye roho yako kidogo rohoni. Kwa Mungu ni dhambi. Sasa zile unakula zifuta muda wote tu unazifuta. Ukiingia kulala, futa kwanza uchafu. Lala. Huwezi kujua ukilala jumla na dhambi zako. Akikuitia Mungu usingizini, njoo mwanangu, unaenda na uchafu wako, hizo unazifuta. Hautaki kujihesabia haki, mimi ni mtakatifu, sizini, siibi, semi uongo. Kuna vingine ambavyo wewe hujui kama ni dhambi. Vimo. Kulala unaviondoa hivyo. Nitakase Mungu nioshe
yako bila kujua mimi. Takasa roho yangu, osha roho yangu ewe Mwokozi. Na kwenda kulala. Naomba unisafishe Mwokozi. Takasa roho yangu Baba. Nikalale salama nikiwa safi salimini katika ufalme wako Baba. Kuna hayo sio na usiku tunaona unajitupia na mauchafu yako. Kuna dhambi ambazo unazijua kabisa. Unaenda kwa miguu yako wando tolo so kwa muno ya lombo. Naona kuna dhambi ambazo unazielewa kwamba hii ni dhambi, nimeenda kwa miguu yangu. Nimesikiliza kwa masikio. Kuna dhambi nyingine unaichukua kwa mwenzako kusikiliza. Na ndio maana mimi naambia ukiona mtu anaongea ovyo ovyo usisikilize. Unachukua ule uchafu unaleta kwako. Bwana wakataza kwa sababu nawapenda. Mimi ndio mwalimu wenu. Mimi ndio nawafundisha. Lakini wewe una kiburi unasikiza tu. Unasikiza tu. Mtu anakupa story. Anakupa story ya kidunia machafu. Na wewe unataka kuyasikiliza yale yanachafua roho yako. Maana usifikiri kama unasikiza sikio hili. Unasikiza sikio la huko. Yanayoingia huko. Unaanza sasa kuyatafakari. Unaanza kutayama umeyasikia. Tayari unachafua roho. Kama ninaona mfano. Amen. Tunaenda mbinguni. Ndio maana tumeletewa neno. Tumeletewa neno tutoke katika mkono wa kushoto. Tuje tukae katika mkono wa kuume wa Mungu Baba, tutazame na Mungu. Atukupe mfano. Tuko safarini. Hii ni safari. Katisha safari sasa. Uende kwenye mkono wa kushoto. Tuko safarini, ukatumike, ukatabiri, ukaokoe, ukakimbiliwe, utakufa. Umeelewa? Ukimbiliwe na mataifa, dunia kukubali, dunia kusema kikoni mtumishi olecha. Na ndio maana hapa tunakufundisha yote. Hatubezi sehemu moja. Tunabezi utakatifu, ile ikikukuta usalimike roho yako. Ikasherekee. Turekebikeni, tuvueni dunia. Dunia ina mwisho. Dunia inakuja kuchoma na kiberiti. Usione sisi tuliacha dunia miaka 23 mdogo. Atukupe mfano. Abua Mungu alimwambia Nikodemo, Yesu Kristo, Mungu ndani yake. Nikodemo alikwenda kwa Yesu kuuliza. Alienda kwa Yesu kwenda kuuliza, nifanye nini niurithi ufalme wa Mungu? Nikodemo. Nikodemo alikuwa kiongozi wa Mafarisayo. Yeye alikuwa kiongozi wa dini. Watu ambao wa Mafarisayo ndio walikuwa wanampinga Yesu. Kwa hiyo alienda kwa Yesu usiku. Unaona, anautaka ukweli. Kumbe aligundua ndani yake hana nini? Hana kweli. Wakati alikuwa anahubiri kweli, kumbe ndani yake halimo. Kwa hiyo akaenda usiku kwa kujificha kwa Yesu, akaenda kumuuliza Yesu. Kwa sababu aliona matendo ya Yesu, akagundua ndani ya Yesu kuna Mungu. Kwa hiyo akamuuliza Yesu, hivi nifanye nini ili na mimi nione uzima wa milele? Wakati ni kiongozi wa dini huyo, akaenda kumuuliza Yesu. Yesu akamwambia, zaliwa mara ya pili. Unaona? Zaliwa mara ya pili. Hapo ndipo utakapouona ufalme wa Mungu. Nikodemo kwa sababu alikuwa ni mtu wa mwilini, hakujua maana ya kuzaliwa kwa mara ya pili. Akajua kwamba ingie tumboni alafu atoke. Ndivyo alivyojua. Akasema, nitazaliwaje mara ya pili endeni mshakuwa mzee? Yaani ingie ndani tumbo la mama hafu utoke tena. Kwa sababu alikuwa mwilini na wakati ni kiongozi, hafu mambo ya roho ya juu. Sasa wale watu wanaoongoza na wapeleka wapi? Kama wewe ni kiongozi wa dini,
ndipo muone Mungu, ndipo utaona ufalme wa Mungu. Akauliza, ninawezaje kuingia kwenye tumbo la mama yangu tena wakati nikiwa mzee hivi? Naye niingie hata nizaliwe nikiwa mzee hivi? Akaambia na Yesu, kilichozaliwa kwa roho ni roho, na kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Unatakiwa uzaliwe kwa roho, yaani ufundishwe, ndio kuzaliwa kwa roho. Kama hapa na wafundisha hapa na wazaa kwa kiroho na mafundisho ya roho. Amina. Kilichozaliwa kwa mwili, kuzaliwa kimwili ni mafundisho ya kimwili waliokuwa wanapewa. Mbona mafundisho ya kimwili yasiyokuwa na roho, kama roho ya kusomea hali ya kimwili? Hawezi mwanadamu akaingia mbinguni kapewa neno la chuo cha Biblia. Hawezi akaingia mbinguni kafundishwa na mchungaji aliyesomea kibinadamu. Hapo ndio kuzaliwa kimwili. Akaambiwa kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, kilichozaliwa kwa roho ni roho. Sasa wewe unatakiwa uzaliwa kwa roho, wewe umezaliwa kwa mwili, na ndio maana ufalme wa Mungu huwezi kuingia, kwa sababu umezaliwa kimwili. Umefundishwa na kiongozi ambaye anafundisha kimwili, hajatokewa na Mungu, hajakabidhiwa na mamlaka na Mungu, au amesomea kwenda huku kwenda huku. Hawezi akakupeleka katika ufalme, bado ufalme zinaingia roho. Umeona hivi? Ufalme wa Mungu unaingia nini? Roho. Sasa wewe umepata mafundisho ya komuniko ya kimwili, halafu unataka uingie mbinguni. Kuzaliwa mara ya pili, yaani maana ya kuzaliwa, akaambiwa vua dini yako. Ndio maana yake. Sasa vua dini yako, vua dini. Wewe si kiongozi wa dini, vua dini, mwanzo upya, ukae hapa nikufundishe, nikuzae kiroho, nikupe neno la rohoni la kuongozwa na roho, sio kusomea, sio ufahamu wa kibinadamu. Hapo ndipo Mungu utampata, hapo ndipo ufalme wa Mungu utauingia. Kwa nini kipindi mnakuja kwa ufalme Zualini? Mlikuja mmezaliwa kwa mwili, wote ulikuwa ni kuzaliwa kwa mwili, na ndio maana hata vipande vilikaa ndani yenu, kwa sababu kipande kinakuja katika roho, halafu kinakuta roho yako haina nguvu ya Mungu. Umefundishwa kimwili, halafu mchana anakuja kiroho, anafika tu anakupiga, kwa sababu ndani ya roho yako hujafundishwa. Huna nguvu ya Mungu, huna mamlaka, huna power. Umeona mtumishi wa Mungu? Kwa kikija kipande kinakuja kiroho. Kipande kikitumwa hakiji kimwili hivi na kiangalia. Kiingia kinakuja kimwili tu, hamna mtu angekufa kwa kipande, tungekwepa. Lakini kwa sababu kinakuja kiroho, hauoni kiangukia ndani yako, kinaanza kuishi ndani yako, kinatafuna maisha yako, kinatafuna kizazi chako uzai, kinatafuna ndoa yako na kufa, kinatafuna biashara zako, biashara zinakufa. Kipande hicho kimekuja kile kipostiwa kiroho, kitakuta roho yako haina mamlaka, haujafundishwa, haujajaa neno, huna moto, huna nguvu ya Mungu ndani yako. Kinakuja kina nasa. Kwa hiyo sasa akaambiwa zaliwa kwa mara ngapi? Ya pili. Ndipo utakapomuona Mungu, ndipo utakapouona ufalme wa Mungu. Kama hujakubali kushuka, ukang'ang'ana na karismatiki yako, ukang'ang'ana na imani iliyo nayo ya kimwili, Mungu sio mwili, hauwezi ukauona ufalme wa Mungu.
Umeona elimu mtumishi wa Mungu? Sasa ndivyo ilivyo leo. Unajua kuvua mwili. Kuvua mwili sio kuvua uweke mwili pembeni. Ile tabia za kidunia ndio mwili. Hiyo unapaswa ufe, afu roho isimame. Atukuze mfalme Zumaridi. Sema mimi naona mfalme Zumaridi. Mchawi huwezi hata ukamjua kama ni mchawi. Unaweza ukaishi naye ukahaleni mke wako ni mume wako na kuloga mtoto wako ni za naye, anakuloga unakalala naye kitanda kimoja mume au mke. Au mtoto wako anakuchezea na kumalizia watoto na wajukuu walikula. Huwezi kumjua kibinadamu kwa sababu wewe uko kimwili zaidi, mwenzako yuko kiroho zaidi. Wewe huwezi kumgundua huyu. Paka na wewe kiroho zaidi upande wa Mungu utamjua huyu. Sasa kama umekula elimu, umefundishwa mafundisho na mchungaji aliyesomea, utakaa na mchawi kwako au utamgundua. Atakulia watoto. Hautajua. Wajukuu wako, atatafuna watoto wako na wewe kutafuna. Unakuja kushangaa huko kwake. Ushatekwa. Nini? Kaa twende huko. Ishakuteka. Dunia unazikwa, afu unajikuta kwake. Umetekwa kwa sababu roho yako iko hewa. Kwa hiyo ili umkwepe mchawi, ili asikuweze mchawi, lazima upate mtumishi aliyetumwa na Mungu katika roho, sio aliyosomea. Ile injili ya kwanza ukubali kufua, usinganganie. Unakubali kufua ile injili ya kwanza ya mwili, unakubali kuitoa, unakubali kuitoa, unaifua kama nyoka anavyofuwa kama lake. Unafua, unakutana na Mungu, anakaa ndani yako. Sema mimi na mfalme. Sema mwana mfalme amina. Haleluya. Unafua. Unaiacha wewe. Na wewe tayari yako imejaa. Hata kama hujamuona, atakutana na mwamba Zumaridi amekaa. Yule mfano anakutana mwamba pale Zumaridi amekaa. Kwa hiyo hawezi kuchukua. Lakini kama umezaliwa kimwili, ni kitu tu. Unaweza kuinuka. Huyu aliyeinuka amezaliwa kwa mwili, amepata mafundisho ya mwili. Kwa hiyo akija shetani kiroho anamchukua vizuri, maana kiroho hana kitu. Anaenda vizuri mno. Sasa tunakuja ambaye kafundishwa kwa roho, sasa kwa mtumishi ambaye ana nguvu ya Mungu. Umeelewa? Sasa tunapenda elimu hapa. Sasa huyu kafundishwa mafundisho ya roho ambayo yana nguvu na Mungu akiwa ndani yake. Umeelewa? Huyu kafundishwa na aliyesomea na nini, kabeba kirahisi. Huyo kamsukule kirahisi, kaenda. Kanondoka chooni, amefanya nini? Ameenda huyo. Kwa sababu alipata elimu ya kimwili, alafu mchawi kaja kiroho. Kwa hiyo nakuta huyo roho yake nyeupe, haina kitu chochote. Tunakuja sasa kwa mtumishi wa Zumaridi sasa. Ambaye ana nguvu. Wale kama atikisa. Bwana, nguvu ya Mungu iko huko. Kahubiriwa kiroho, ana moto wa kiroho. Yule ni mweupe, alichukua kirahisi. Huyo ana mamlaka na nguvu. Unatikisika? Hatikisika? Hatikisiki. Ajue mfano.
shauri moto. Kisha kulete pa anakimbia. Huyu anasalimika. Basi roho yake imejaa nguvu. Mimi nakwambia sasa hivi Mungu mpaka umbo la njiwa linafanya makubwa kama umbo la njiwa. Nitakase fahamu anakugonga kichwa nganga kimwili. Umezilika leo kwa watu wote. Shika utumishi wako, penda karama yako, yajayo yanafurahisha. Shetani anakwenda kusimamishiwa hukumu. Tetea utumishi wako, kuja kujitokeza kwa familia yake. Hebu penda utumishi wako, mtumishi wa Mungu. Kuna mazuri duniani huko, kuna mema yanakuja. Saya bana. Bongo Mungu ziko hapa. Waimbaji wa nyimbo za injili wamekaa pale. Dunia inakwenda kufanya hivi. Wote ni atizi. Attention. Dunia, achieni dhambi watoto wangu, vueni viatu vya dhambi. Achieni dhambi tumtukuze Mungu. Achieni dhambi. Hakuna uongo hapa. Hakuna longolongo. Nikwambie jambo la mimi kulisema hapa. Mungu huwa anatembea hatua kwa hatua. Chochea karama yako, chochea we kijana, chochea wewe dada, chochea karama yako, chochea karama yako, usitende dhambi, chochea karama yako, kimbia dhambi, chochea karama yako, chochea karama yako, chochea wewe dada, chochea karama yako, wewe nabii, chochea karama yako, ewe nabii, chochea karama yako, amechochea. Chochea karama yako. Sisi watoto wa mwisho, na ndio maana tunarudiwa, tunapendwa. Mungu anatupenda, na ndio maana hatugeukia turudia. Yajayo jamani, tusipitwe, tusiwe waosha vyombo. Sawa? Tusiwe waosha nini? Vyombo. Sasa hivi wenzetu wanakarabatiwa ili watoke duniani wakuimbiliwe. Na sisi tunakarabatiwa kutoka semina haya, tunakarabatiwa. Nikienda kule kwenye kujaa kule napokuletea mafuta, mimi nimeshaweka mafuta na lazima nikupe, utafanya kazi bila mafuta. Lazima ninapokuja nakuja kuwekea mafuta, atakuja mfano na mimi nakumegea na kuwekea. Sasa uyapokee, nikukute unang'ala, nikukute unaomba, kwa nikukute unaendeleza maombi, nikukute unaendeleza kuomba. Omba kuanzia nyumbani kwako na mpaka hapa. Tuombe, atukuze mfano. Tukimbie watumishi wa Mungu. Kimbia. Haya, leo Bujumbura imejipuka moto tena. Mmepata hiyo sadaka takatifu. Walijidai wanamiliki kwa nguvu ya giza. Sasa angalia mwisho wa nguvu za giza. Alafu nakuja kuingia Mungu, nguvu ya Mungu, baraka za nguvu ya Mungu. Tunakuja kuzipata sasa sisi. Ona hivi, angalia, mnaona maombi mnavyoomba kwa imani. Yale maombi mliyaomba kwa imani,
Halafu mlilala hapa chini, mkubali kulala chini. Sasa angalia majibu. Ulienda kwenye ramani kama nyota yako iko Bujumbura, nyota yako iko wapi? Nyota yako iko wapi? Iko Marekani inatumiwa, nyota yako iko wapi? Na mliomba hapa mkalala chini hapa, angalia majibu. Mnafikia manyota hamna. Subiri Mungu alitukuze mzuri nyota zenu. Muone sasa. Msione nyota ambazo mmekabidhiwa, mmepewa. Sasa unaona kama vile hauna kitu. Huna. Hey. Fuatilia chaneli yetu ya YouTube kupitia Zumaridi News TV.